Nimekuwa nikipokea tetesi za mambo ambayo yametendeka hapa au yanaweza kuwa yanaendelea kutendeka, na tetesi hizo hazikunifurahisha. Sijapata fursa ya kuchunguza kwa kina yale niliyosikia, lakini nimeona nisingoje mpaka nichunguze kwa kina, nije hapa tuwekane sawa. Kati ya mambo yaliyodokezwa ni tetesi kwamba kuna ibada zimefanyika hapa kanisani, altare kapakwa mafuta, nguzo zikapakwa mafuta, mabenchi yakapakwa mafuta, sakafu ikapakwa mafuta. Vitendo vya namna hiyo ni vitendo visivyo na uelewa. Naomba niwakumbushe, kanisa hili ni kanisa moja ya wapo ya makanisa yaliyotabarukiwa. Kanisa hili liliwekwa wakfu baada ya mimi kuhamia Dar es Salaam. Kama sikosei, limewekwa wakfu na Kardinali Pengo au mwisho wa 2018 au mwanzo wa 2019, na kitendo cha kuweka wakfu ni kitendo cha kubariki kwa baraka nzito, cha kutakatifuza, cha kutenga na kuweka maalum kwa ajili ya maadhimisho matakatifu. Na ishara zinazoonyesha kwamba kanisa hili limetabarukiwa, ukitazama pembeni kule utaona kuna maeneo ambayo ina viangio vya mishumaa. Hayo maeneo yaliyowekwa mishumaa na viango hivyo ni yale yaliyopakwa mafuta ya krisma siku ya kutabaruku kanisa hili. Sambamba na maeneo hayo kupakwa mafuta ya krisma, altare hii imewekwa wakfu kwa sala maalum nzito na kwa kupakwa mafuta matakatifu ya krisma. Kwa hiyo altare hii imewekwa kwa niaba ya Kristo, inamwakilisha Kristo. Kwa hiyo yeyote atakayekuja hapa ajaribu kupaka altare mafuta, kuta, mabenchi na sakafu, anafanya mchezo wa kuigiza, hafanyi kitu chenye maana. Anafanya mchezo wa kuigiza ambao ninyi msipokuwa makini atawarubuni. Kwa hiyo mkiona vinafanyika vitu ambavyo vinaibua maswali, thubutuni kuuliza maswali. Na hata mnaweza mkamuuliza anayefanya hivyo, je, wewe unayefanya haya, askofu amekuruhusu ufanye hayo? Sasa hayo ni sehemu ya mambo ambayo huwa yanatokea
ambayo napenda kuyaita ni mambo ya kuigiza na ni mambo ya kuhadaa. Msifanyiwe hadaa. Jambo lingine nililosikia ni kwamba imesemekana kwamba kuna njiwa wamedondoka kutoka huko kwenye paa, wamekufa, na ikasema kwamba hao ndio wanaozuia sala zenu zisimfikie Mungu. Kama njiwa waliokufa wanazuia sala zenu zisimfikie Mungu, basi ninyi hamjui kusali. Kama mkisali kweli, hakuna kitakachoweza kuzuia sala zenu zisisikiwe na Mungu. Mwe na busara. Kanisa lenu hili limejaa vioo, na hivi vioo mara nyingine mnafungua, kwa hiyo ndege wanaweza kuingia wakazunguka huku ndani, wakijaribu kutoka wakajikuta wanajigonga kwenye vioo, na wakibaki huku kwa muda hawana chakula, watakufa. Kwa hiyo kufikiri kwamba kuna mtu ameweka njiwa, mijusi au ndege fulani au tai wanaolialia hao, amewaweka huko juu alafu wakakauka wakashuka, ni ujinga. Kuweni watu wenye imani komavu, wenye imani yenye kuelewa, wenye imani yenye msingi, na sio watu wa kupelekeshwa mrama kiholela. Na kusudi hayo yasiendelee kutokea, Padre, naomba uje hapa. Naomba kukuagiza, jipange, hawa watu wako wapate katekezi ya kutosha. Jipange, hawa watu wako wawekewe misingi imara, sahihi na thabiti ya imani. Lakini pia jipange kuhakikisha kwamba vikundi maalum ndani ya parokia hii navyo vinaenda kwa uelewa sahihi, kwa imani sahihi na kwa msimamo sahihi. Kwa hiyo nakuagiza uwe karibu na kikundi cha wakarismatic. Charismatic ni kikundi kinachokuwepo na kinatambulika ndani ya kanisa. Kwa hiyo mpaka hapo hatupaswi kuwa na mgogoro na charismatic. Lakini mtambue pia kwamba sio wote wanaokuwa ndani ya charismatic wanauelewa sahihi wa imani Katoliki. Sio wote wanaokuwa ndani ya charismatic ni Wakatoliki. Wako watu pia wanaotoka madhehebu mengine wanakuja kuhemea kwenu na wanaleta mambo yao, na ninyi najua kwamba mna tabia ya kwenda kuhemea huku na kule. Mkisikia fulani anahubiri injili poa kule, mnaishia huko. Hili huwa nimelisema mara nyingi, na nikawa nasema kwamba kaliweka kwa Kisukuma, nikasema mnapoishia huko mnaenda kushengwa.
Mnaenda nini? Hakushengwa tu. Sasa muwe makini, msikubali kushengwa. Kushengwa ni kukamuliwa. Kama ujui, kushengwa ni kamuliwa. Maana unaweza kwenda huko unashengwa mpaka unarudi nyumbani huna hela ya nauli. Uongo akina mama, uongo kweli? Kweli Sasa mtashengwa mpaka lini? Kwa hiyo wafundishe. Kikundi cha Charismatic kikikaa vizuri kinasaidia kukoleza sala, kinasaidia kukoleza uinjilishaji, kinasaidia kukomaza imani, kinasaidia kukuza uwajibikaji ndani ya kanisa na kadhalika. Lakini mkiruhusu ndani ya vikundi hivyo zipenyeze imani holela holela, mtapelekwa kusikofaa. Kwa hiyo naomba, sijakataza Charismatic salasala, lakini naomba hiyo Charismatic uwe karibu nayo, walee, wachunge, waongoze, wasaidie waimarike katika imani sahihi ya Kikristo na ya Kikatoliki. Baada ya maneno hayo, naomba pia niwapongeze. Leo imeapishwa kamati tendaji mpya ya parokia. Hongereni. Hii kamati tendaji naamini ni ya watu waelewa, na waomba washirikiane vizuri na mapadre kusudi parokia hii ya Salasala iendelee kusitawi na kuimarika. Nina kila haki ya kutamani na kuamini kwamba Salasala ikijitutumua inaweza ikawa ni parokia ya mfano katika jimbo kuu la Dar es Salaam. Kwa hiyo kazi kwenu.